FM kwetu ni kwako. Mimi naitwa Evans Buguku. Frankie Kashonde. Tunaye hapa fundikila kabisa wa Zambi kutoka Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu. Karibu sana tena. Leo kuna swali moja nilikuuliza fundikila kwamba kabla sijaombea hizi taarifa mnazipataje ili kuzihakiki, kwa kuna ile hali ya sintofahamu kwamba huyu kweli ametekwa ama ametoweka tu pasipo na maelezo, lakini tupe idadi kwa jinsi mlivyoandika kwenye ripoti kwamba bwana mmeona idadi hii ni kubwa hadi mmeamua kuweka maudhui kwamba bwana leo hii maudhui yetu ni kurudi kwa watu wasiojulikana. Naam, labda kwa haraka kwa kuanzia 2015 mpaka 2024 tumekusanya matukio aina hii ya aidha kupotea au kuripotiwa kutekwa 100 kwa miaka 9. 100 kuanzia hiyo 2015 mpaka na miaka ni kama mtu mmoja kwa mwezi. Ndio, na miaka ambayo imeongoza ni wa kwanza ni 2024, wa pili ni 2022. Kwa hiyo pamoja na kwamba umesema awali kwamba matukio haya yalianza 2017, lakini umesema inaoongoza ni mwaka jana hiyo 2024. Kani tukiangalia hizo kwa na maeneo gani imeainisha zaidi maeneo ambayo yanaripotiwa zaidi kijiografia zaidi ni mikoa ya Dar es Salaam na Arusha ndio imeongoza na Dar es Salaam ikiwa ni ya kwanza. Haya, tujue swali langu la pili sasa. Imekuwa kiripotiwa huko kesi zaidi ya 100 kwa miaka hii 9. Kwa hiyo mwaka 2024 ilikuwa watu wangapi? 34. Wengi kwa matukio ambayo tuliyapokea sisi na kuyafanyia kazi. Naam. Na wakabainishwa kwamba wametoweka pasipo na ridhaa yao. Naam, tuliweza kujiridhisha. Sisi matukio tunayoyapokea tunapata kwa vyanzo mbalimbali. Kama nilivyoeleza awali hapo, tuna program maalum inaitwa program ya ufuatiliaji wa haki za binadamu. Kwa kupitia programu hii ndipo tuliweza kuyakusanya haya matukio, mengine yanaripotiwa na watu ambao tunafanya nao kazi katika ngazi ya jamii katika mikoa mbalimbali. Tunawakaribia wilaya zote za Tanzania bara ambapo ndio tuna mandate sisi kwa mujibu wa sheria. Lakini pia huwa kuna kitu huwa tunafanya kinaitwa fact finding, au kwa Kiswahili kizuri tunaweza kusema utafiti mdogo wa kujiridhisha na jambo fulani, kwamba yametolewa madai haya. Sasa tunaweza tukatuma timu kwenda kufuatilia kubaini ukweli wa hayo madai. Lakini kuna matukio mengine tunakuwa hatuhitaji kufanya hivyo kwa sababu tukichukulia mfano tukio lile la utekaji na kuuawa kwa ndugu Ali Kibao, lile lilikuwa wazi na baadaye jeshi la polisi pia lilitoa kauli kwamba na kuthibitisha kwamba huyu mtu kweli alitekwa na tunaendelea na uchunguzi. Kuna matukio kama hayo. Kuna tukio pia litokeaga la Azori Gwanda kama mnakumbuka, na lenyewe hivyo, ila sasa kilio chetu kikubwa kimekuwa ni kwamba bado ule uchunguzi au upelelezi haujaweza kuzaa majibu yanayoeleweka mpaka hivi leo. Kwamba sasa inapotokea kitu kama hiki, wajibu wa serikali ni nini? Ni kufanya upelelezi na kuleta sasa majibu, huyu mtu ni nini hasa kilimtokea, ili hatua nyingine ziweze kwenda kuchukuliwa. Kama kuna watu ambao sasa wajulikane sasa ili waweze kuchukuliwa hatua ambazo zinastahili.